Nimejichelewesha mwenyewe, maana yake nini? Situngekutana, situngejua changamoto ni ipi na nini tufanye ili tuweze kutoka pale tulipo. Ni lazima tukutane, tuzungumze kwa nidhamu, ili tuone tunatokaje hapo, tunakwenda hatua nyingine zaidi katika safari ya maisha. Na maisha ni kuwa na afya bora, kuondokana na changamoto. Sasa kuna mtu anaamini ni mitazamo na ni imani. Kuna mtu anaamini akiwa positive hawezi kuwa negative, na ili aishi aweze kuishi kwa kutumia kidonge kimoja katika safari ya maisha yake yote. Huu ni mtazamo. Kama vile mmoja anaweza akawa na mtazamo A, mwingine na mtazamo B. Kinachotakiwa sasa ni kuthibitisha unachosema au unachofanya kwa muhusika. Kwa mfano, tuchukue siku au tuchukue mwaka mmoja. Tupige hesabu hapo kwa mwaka mmoja. Kama tutafanikiwa kumfikisha mtu kwa mwaka mmoja kwa kutumia dozi moja au mbili, kwa nini tutafute msaada nje wakati ndani tunaweza? Kwa nini? Ndio hoja ambayo inatakiwa kujengwa. Kwa mfano mimi nasema hata kama tungesema tunaweza kuondoa mstari mmoja, kama tutamweka Mtanzania akawa na afya bora, akaweza kufanya kazi zake zote pasipo kutumia dawa kila siku, maana yake tumemsaidia mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, anakuwa huru na kuondokana na kutumia dawa kila siku. Jambo la kwanza tumemsaidia. Lakini jambo la pili, tumempunguzia gharama ambazo angeweza kulipa yeye au serikali yake au wadhamini wake. Kwa mfano, kidonge kimoja kiuzwe shilingi 1,000. Kwa mwezi mmoja ni siku 30, maana yake ni 30. Aidha itoe yeye au atoe ndugu yake au atoe serikali yake. Ukiweza kutotumia dawa hiyo kwa muda wa siku 30, maana yake umemsaidia ndugu yake kutotoa pesa hiyo na kuipeleka sehemu nyingine. Lazima tufahamu hilo. Inawezekana umeisaidia serikali yako kutotoa pesa hiyo, au umemsaidia mdhamini wako kutotoa pesa hiyo. Sasa tukiweza kumfikisha Mtanzania mwaka mmoja bila kutumia karanga, tutakuwa tumeisaidia nchi kwa kiwango kikubwa mno. Lakini tutakuwa tumemsaidia aidha mfadhili au ndugu au yeye mwenyewe kutoingiza pesa hiyo kwenye bajeti ya matibabu, pesa hiyo ikaenda kwenye masuala mengine. Huo ni ushindi wa hali ya juu katika safari ya maisha. Ni lazima tujitambue, ni lazima tuwatambue wenzetu, na tuchukue hatua madhubuti katika safari ya maisha. Hakuna kisichowezekana, ni kuchukua hatua na umakini na nidhamu ya kutosha.